Shena Mtito TV, Shena Mtito TV, Shena Mtito TV, rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Leo niko sehemu ambapo panaweza kubadilisha muonekano na taswira yako kwa sasa. Niko hapa JNR Mtita Unisex Saloon. Karibu kwenye Sport Info, ni updates za kisoka, ndicho kitu ambacho nakuletea hivi sasa. Na kikubwa zaidi tunabaki katika sakata la Yanga Afrika dhidi ya bodi ya ligi na TFF, kukiwa baadhi ya watu hawana imani na bodi ya ligi na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, hususan kupitia viongozi wao. Na tumeona baadhi ya maandiko ya watu maarufu, hususan hapa tukimuongelea Haji Manara. Yeye amekuwa hana imani kabisa na bodi ya ligi, lakini pia shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, hususan Rais Wallace Karia. Na tunakumbuka siku za nyuma, misimu iliyopita, Haji Manara alishawahi kufungiwa kwa kumtusi au kutoa lugha chafu kwa rais huyo wa TFF Wallace Karia. Hivi sasa tumeona kama haya mambo yamekuwa makubwa zaidi baada ya dabi ya Kariakoo kuvuruga vitu vingi, ambayo ilitakiwa ichezwe Machi 8, 2025 pale Lupaso Benjamin Mkapa na kuahirishwa na bodi ya ligi. Sasa Haji Manara amekuwa akisinikiza kwamba Rais Karia aondoke madarakani, yani Wallace Karia haoni mchango wake kwenye vile ambavyo amevifanya akiwa TFF, mbali na mafanikio ambayo yamekuwa kizungumziwa siku baada ya siku. Sasa hapa kupitia posti ya mchambuzi kutoka EFM Tanzania anaitwa Wilson Oruma, yeye ameweza kama kutoa elimu baadhi ya vitu ambavyo pengine watu wengi havifahamu kama mafanikio ya Karia. Kuna baadhi ya vitu ambavyo labda wanavifahamu na vimekuwa vikizungumziwa mara kwa mara kupitia maandiko mbalimbali na hata vyombo vya habari, lakini pia elimu hii si kwa Watanzania tu, pia akiweza kumpa Haji Manara, na tumeona wakimbatiza jina la Kalikonji. Tunajua vile ambavyo amekuwa akitumia mafumbo, lakini hii si kwa kuweza kubashiri, ni kitu ambacho kiko wazi kabisa, akiweza kutoa elimu hiyo, pia akiweza kumjulisha Haji Manara. Mzee wa Jambia kutoka EFM Tanzania maarufu kama Wilson Oruma, yeye kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika kwamba glossary ya soka, Kalikonji, kitu kibaya zaidi ni kwamba hata kama wewe usipoimba haya mafanikio ya Wallace John Karia, hata mawe yatamuimba. Kwenye mpira wa Tanzania, Wallace Karia kaongoza kuanzia ngazi ya klabu akiwa Coastal Union, lakini amekuwa kiongozi wa serikali, mkurugenzi wa halmashauri, na pale TFF alianza kama makamu wa rais wakati wa Jamal Malinzi. Karia amewahi kuwa mwenyekiti wa kamati ya bodi ya ligi kuu baada ya Azimio la Bagamoyo, kwa hiyo anajua vitu vingi kuanzia TFF hadi bodi ya ligi. Wakati anaingia madarakani kama rais wa TFF, alikutana na changamoto kadhaa. TFF ilikuwa inadaiwa kodi na TRA. TFF ilikuwa haiaminiki kiasi kwamba fedha za misaada kutoka FIFA zilisitishwa. Wakati huo FIFA walikuwa wanatoa $250,000, lakini zilikuwa zitolewe kwa sababu hakukuwa na mifumo rafiki ya kuaminika juu ya matumizi ya fedha hizo. Karia alitengeneza mazingira ya TFF kuaminiwa na CAF pamoja na FIFA, wakaanza kupokea hadi fedha za msaada kutoka UEFA, yani UEFA Assist. FIFA nao wakaamini TFF na kuipa fedha moja kwa moja. Alipoingia rais mpya wa FIFA Infantino, akapandisha kiwango cha mgao wa fedha kwa nchi za Afrika kutoka $250,000 na kuongeza $1 hivyo ikawa $1,250,000 zikiwa fedha kwa ajili ya uendeshaji soka la vijana na kadhalika. Kwa hiyo tusiangalie mafanikio ya TFF kwa vitu ambavyo vinaonekana pekee. Kuna mafanikio mengine ya kimifumo ambayo yanaonekana moja kwa moja kwa macho. Hapo sijagusia kuhusu kwa wenyeji wa AFCON chini ya miaka 17 mwaka 2019 kufuzu AFCON mara 3 kati ya edition 4, timu ya taifa ya wasichana kufuzu kombe la dunia, timu ya taifa ya wanawake kufuzu AFCON, timu ya vijana kufuzu AFCON chini ya miaka 17 na chini ya miaka 20, kujenga technical centers Tanga na Kigamboni. Tanzania ni miongoni mwa mataifa matatu, yani Tanzania, Senegali na Morocco ya Afrika ambayo yamefuzu kwenye mashindano 7 yanayoandaliwa na CAF. Ndicho kitu ambacho ameweza kukiandika Wilson Oruma maarufu kama Mzee wa Jambia kupitia ukurasa wake wa Instagram, akiweza kuwapa elimu ndogo sana wa Tanzania, wadau wa soka, kile ambacho kimekuwa kama mafanikio ya Karia lakini pengine labda hawajasikia au yafahamu, na pia akiweza kumwelimisha Haji Manara. Maoni yako ni yapi kwenye andiko hili, lakini pia maoni yako ni yapi kile ambacho nakiandika Haji Manara? Wewe kwa upande wako unasimama na nani hapa?
Niachie maoni yako hapo chini, lakini usisahau kusubscribe ili uwe number 1 kupata habari zetu kutoka hapa Rafiki namba 1 wa burudani na michezo, likimaanisha J&R Mtita TV. Muonekano wa saluni zetu ni nzuri kabisa, lakini pia kitu kizuri ni kwamba wahudumu wetu wanatoa huduma nzuri, na ndio maana nimekuambia karibu siku zote upendeze. Vifaa bora kabisa, full AC, yani ukifika hapa no sweat. Na kama nilivyokuambia tunapatikana Mikwambe Maliasili. Ukiwa unatoka feri unapanda gari za Tuangoma au Kibada, unashuka kituo kinaitwa Maliasili, mkono wa kushoto ndipo ambapo saluni zetu zinapopatikana. Tembelea leo kupitia ukurasa wa Instagram kwa jina la @officialgrmtita_unisex. Karibu upendeze.